Na mtazamaji wa Trend TV bwana, mambo ni moto kweli kweli. Mwijaku bwana amejiingiza cha kike baada ya kuanza kutupiana maneno na Dudu Baya. Nadhani kila mtu atakuwa anafahamu kwamba kumekuwa na mzozo, kumekuwa na vuta ni kuvute kati ya Mwijaku na Dudu Baya. Wamekuwa wakitupiana maneno ambayo kiukweli ni maneno ambayo sio ya kawaida. Nadhani unaelewa chanzo cha haya yote ni maradhi ambayo yanamkabili Mkubwa Fella. Kama unavyofahamu kwamba Mkubwa Fella bwana yuko na matatizo yanamsibu, ana maradhi, anaumwa, na jambo ambalo tumeliona ni kwamba wamekuwa mpaka wakiomba msaada. Yani mke wa Mkubwa Fella ameweka hilo swala bayana kupitia mitandao ya kijamii huko Instagram, akiwa anaelezea hali ya afya ya mumewe Said Fella kwamba anahitaji support. Umeona bwana, na kupitia page ya Mkubwa Fella siku ya juzi waliposti wanaomba msaada, lakini bahati nzuri ni kwamba serikali imeingilia kati na kuamua kutoa msaada kwa Mkubwa Fella kwa ajili ya kupata matibabu yanayostahili. Lakini kabla ya hayo yote bwana, kipindi Mkubwa Fella ilivyotangazwa kwamba anaumwa na hali yake ni mbaya na wasanii hawamsaidii, moja kwa moja Dudu Baya alijitokeza na kusema kwamba sababu ya wasanii kutokumsaidia Mkubwa Fella ni kwamba alikuwa akiwadhulumu huko zamani wakati anawasimamia katika kazi zao za muziki. Kitendo cha Dudu Baya kuzungumza hayo ni jambo ambalo lilimkwaza Mwijaku, na akaamua Mwijaku kujirekodi video akiwa anamsahihisha Dudu Baya kwamba hayuko sahihi, ashike adabu, awe na nidhamu, aweze akamzungumzia mtu hivyo, mtu ambaye sasa hivi yuko kitandani anahitaji msaada, alafu unaanza kuzungumzia mabaya au unatoa maneno au kauli chafu kama hizo. Kwa hiyo kwa upande wa Mwijaku alimsahihisha hivyo Dudu Baya, na Dudu Baya alivyoona hiyo video bwana, moja kwa moja akafanya interview nyingine na kuanza kumzungumzia Mwijaku moja kwa moja, na mpaka mwisho wa siku kusema kwamba bwana Mwijaku akatoa mpaka tuhuma za ushoga, kama the way ambavyo Dudu Baya mwenyewe alivyozisema kwamba Mwijaku bwana ana hiyo michezo. Sasa kwa mujibu wa Mwijaku alivyoona kwamba Dudu Baya anamuita yeye shoga bwana, Mwijaku hakunyamaza kimya, akaamua kuingia tena mtandaoni na yeye pia kulizungumzia swala hilo, kusahihisha au kuelezea kwa upande wake kuhusiana na hizo tuhuma nzito ambazo Dudu Baya amezisema. Maana hii sio mara ya kwanza kwa Dudu Baya kumtaja Mwijaku tu, alishawahi kutoaga listi huko zamani ya watu wengine kibao, waandishi wa habari, vijana ambao ni mapresenter, lakini pia akatoa taarifa kuhusiana na hao watu wa mitandao na vitu vingi vingi sana. Sasa this time around ni kwamba Dudu Baya moja kwa moja amemnyoshea Mwijaku kwamba amempa hizo tuhuma, na Dudu Baya anaonyesha kwamba yuko serious kweli kweli na hilo jambo, kwa sababu amelinyoosha moja kwa moja kwa Mwijaku bila kukwepesha wala kupindisha wala kupunguza ukali wa maneno. So hivyo ndivyo mambo yalivyo, na of course Mwijaku bwana amejitokeza hapa, nataka umsikilize alichokizungumza baada ya Dudu Baya kumuita yeye shoga. Unakuwa utakufa. Nipo hapa nyumbani kwangu. Swala la my brother Mkubwa Fella limeshafika kwa mheshimiwa naibu waziri, na naibu waziri amesema tunalifanyia kazi, serikali inalifanyia kazi. Kwa sasa wewe Dudu Baya, acha kuongea nonsense. Mtu akiwa kwenye changamoto acha kuongea nonsense. Usitumie changamoto ya Mkubwa Fella kama kiki ya kurudi mjini. Usitumie kama kiki ya kurudi mjini. Kuna content nyingi, endelea na content zako zile za kutukana watu. Endelea na content zako zile za kujitoa ufahamu. Msema ili uende nazo. Swala la kwanza kutumia kiki ya Mkubwa Fella ikurudishe mjini, ushapotea wewe, wakati wako ushavika. Ushapita kabisa. La pili, alafu unijui, mimi sijasoma SUA. My brother, jinsi gani unaonekana unijui? Sijasoma SUA, ndio maana uwezo kuona comment ya mtu wa SUA aseme ananijua, kwa sababu hakuna mtu wa SUA ambaye alifahamu mimi. Sikusoma SUA. Mimi nimesoma Mzumbe University na University of Dar es Salaam. Hivyo ndio vyo nilivyosoma. Sikusoma SUA. Hiyo nimekucorrect. La pili, don't test me, don't try me. Nenda Morogoro, nenda Kigoma. Nenda Kigoma kaulize Mwijaku ni nani au Mwemba ni nani. Nenda Morogoro mtaa wa Uhuru kaulize Mwemba ni nani, watakupa taarifa zangu. Au tafuta wadada ambao historia unayo, waulize Mwemba ni mtu gani. Nisitumie nguvu sana.
Alafu usijisifie wewe una nyumba. Wewe una nyumba? Nyumba tu kila siku unaojua ukiwa kwenye mabaa, mtaani, barabarani, una nyumba. Wewe huna pa kukaa. Unastiriwa. Na usitake tuzungumze mambo yako ulikuwa unafanya wakati unaimba muziki. Ulikuwa unakuja THT, unabembeleza lugha ya kulipia kodi. Au fikiri hatujui mambo yako? Ulikuwa unashinda THT asubuhi mpaka jioni mradi lugha ya kulipia kodi. Unaomba japo upate nauli kutoka THT kurudi unapoishi. Leo unasahau. Eti unajifanya mimi na nyumba mbili. Nyumba uzitoa wapi? Nyumba sio kwa hapo useme kila mtu anazo. Mimi hapa naongea nikiwa kwangu, ndani ya nyumba yangu kwa pesa yangu. Hakuna mtu wote anaweza control hapa kwenye nyumba. Nipo kwenye labda Mungu ndo aseme mmoja wako unakuua utakufa. Nipo hapa kwa nyumba yangu. Ukiwa nyumbani kwako. Zungumza ukiwa nyumbani kwako. Wewe una nyumba, unastiriwa tu. Ushazoea kuwapiga mkwara watu wapumbavu. Mimi sio mpumbavu. Mimi uniwezi kiuchawi, uniwezi kimfedha, uniwezi kimali, uwezi hata hivi 1 to 1 tukae uniwezi 1 to 1. Yaani mkono mmoja kwa mkono mmoja uniwezi. Nakwambia don't try me. Narudia tena. Don't try me. Mimi sio wapumbavu wenzio uliowazoea kwa wewe kiki yako kubwa tu kusema huyu shoga. Shoga, teleza uone utajua mimi ndo hali gani. Yaani jifanya kama unateleza uje mimi shoga sio shoga. Teleza uone. Angalia watu wanapopigana. Jiulize kwa nini? Singo mtambalike. Teleza. So hivyo ndivyo alivyozungumza Mwijaku baada ya kupewa tuhuma au shutuma za ushoga kutoka kwake Dudu Baya. Lakini pia vile vile bwana, kuishia hapo akaendelea kujitamba zaidi kuhusiana na mali ambazo yeye anamiliki kwenye video nyingine. Konki Master sio kwa ubaya. Unataka kushindana mimi eti nina nyumba mbili. Wewe una nyumba wewe? Mimi hapa ndo nimetoka kwenye nyumba, nimetoka ndani. Sasa nataka kuonyesha kitu. Unasema una nyumba mbili. Hii ni 7th quarter, onyesha. Hii ni 7th quarter. Hapa wanalala wafanyakazi wangu wanaosha magari. Sawa, wafanyakazi wangu wanaosha magari, wanalala hapa. Njoone TV wanaoitumia wafanyakazi wangu. Alafu naambie Konki wewe, hata baa unapokaa hawana TV hapa. TV nchimie hapa. Eblete ngoje. Wao hapa vijana wangu hapa. Hawa ni vijana wangu. Umeona? Wana TV nchimia. Wamepumzika hapa. Wana TV nchimia. Hii hapa. Huyu anaitwa Kichuya. Huyu anaitwa Kashinde. Kazi yao kuosha magari wanaishi hapa. Wewe unakaa baa, hata baa unakaa ina TV nchimia. Afu utakushinda meti na nyumba mbili. Wewe Konki wewe. Kwadanganya ulozoea kwadanganya. Afu usishindane maisha na mimi. Nishakupiga game sana. Wewe unakuja kuja THT kuomba kodi. THT unakuja kuomba kodi kwa Ruge Mutahaba. Sijawahi kuomba kodi kwa mtu mimi. So hicho ndicho alichokizungumza huyu hapa bwana, si mwingine bali ni Mwijaku kuhusiana na hizo tuhuma ambazo amepewa. Ukiwa kama mdau, na pia tuwekee maoni yako katika comment section, tutakuwa tukisoma na kuliplay kila comment, na pia hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.